Sio kweli kwamba CNN ilishindwa kupata upande wa serikali kwa ripoti zao zote wanazozitoa za upande mmoja. Inashangaza kuona chombo cha habari cha kimataifa kama CNN kufanya makosa makubwa ya kimaadili kama haya ambayo yamefanywa. Serikali inatoa wito kwa CNN kuzingatia maadili na weledi katika uandishi wa habari na kujiepusha na uchapishaji wa taarifa zisizokuwa na vyanzo halali na rasmi, kupotosha na kuzua taharuki. Najua mwandishi wa habari wa CNN aliandika makala hii hakuwa Tanzania, na ameandaa makala kwa kutumia picha zilizopigwa kwa simu wakati wa vurugu na bila kuwasiliana na mamlaka zinazohusika Tanzania. Amekwenda kuandaa makala ya upande mmoja. Makala ya upande mmoja. Na napenda kusema, naposema hivi, sishabikii vifo vilivyotokea. Wote sisi ni Watanzania. Wote tumesikitishwa sana na matukio yale. Hakuna anayeyashabikia. Lakini kwa nini chombo cha habari ufanye kazi ya kutengeneza maudhui ya uchochezi yanayoongeza machungu kwa wananchi, yanayoongeza hasira kwa wananchi? Kwa nini ukatumie mitandao ya kijamii kila siku kuonesha wananchi wakiwa wameuawa? Why? Sisi ni waandishi wa habari. Mimi nimekuwa shule, lakini nimekuta watu fulani wanajidanganya mimi nimesoma uandishi wa habari. Sijabumba shule. It is unprofessional to publish bad test images. Kwani shule mimi niliyosoma ni tofauti na iliyosoma Uingereza, iliyosoma Marekani? Si ni hiyo hiyo? It is unprofessional and unacceptable to publish bad test images. Hivi awe mwanao kila siku umembandika kwenye mtandao anavuja madamu. Why? So what? Kuna mtu anayefurahia hayo? Tume imeundwa, itafanya uchunguzi, itakuja na ripoti, serikali itachukua hatua. Why kila siku uwe ni wimbo? Tusingependa tufike mahali pa kuwapa majina ambayo baadhi ya waliokwaza wamewapa. Natoa wito kwa CNN waje upande wa serikali, wasikilize na wakachapishe maudhui yenye usawa.